Captain Tesha alionekana kwenye mitandao mara nyingi akitoa kauli kuhusu serikali au mambo ya kijamii. Inaonekana yeye hana nafasi rasmi ya jeshi au serikali, ni mtu wa hadhara au public ambaye kauli zake zinavutia watu. Kwa hivyo haonekani kuna uhusiano rasmi wa kiserikali kati yake na Polepole. Kila mmoja ana maoni yake na dhamira yake na njia zake. Ndani ya siasa, watu wa upinzani huchukua nafasi ya kutoa maoni dhidi ya serikali, ila Tasha anaonekana kuwa mmoja wao. Polepole ni mwanasiasa aliyekuwa ndani ya CCM, chama tawala, na hata alikuwa balozi wa Tanzania ambassador huko Cuba hadi tarehe 13 Julai 2025. Yeye alikuwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM hapo zamani, hivyo alikuwa ndani ya mfumo wa serikali, lakini hivi sasa ameacha nafasi yake ya balozi na alianza kutoa kauli za upinzani akipinga baadhi ya sera za serikali. Kwa hiyo hata kama wanaonekana kutoa kauli zinazofanana kuwa na upinzani au kukosoa serikali, iwapo wako na dhamira moja, yaani kuungana rasmi katika kampeni, chama au msimamo, hiyo haina udhibitisho wa wazi. Jina kamili la Humphrey Polepole alihudumu kama balozi Tanzania huko Cuba kutoka Aprili 2023 hadi tarehe 13 Julai 2025. Kabla ya hapo alikuwa balozi wa Tanzania kwa Malawi kutoka Machi 2022 hadi Aprili 2023. Ameacha kazi ya kisiasa ndani ya CCM akiwa katibu wa itikadi na uenezi 2016 hadi 2021. Pia amekuwa mbunge wa Membe maalum kulingana na uteuzi wa chama. Yeye pia ana taarifa za kuwa mkosoaji wa baadhi ya sera za serikali tangu kujiuzuru kwake balozi na kuanza kutoa kauli za umma. Mnamo tarehe 13 Julai 2025, Polepole alijiuzuru nafasi ya ubalozi wa Cuba akitoa sababu ya kushindwa kuendelea kwa amani ya moyo. Kuhusu uongozi wa sasa, taarifa zimezidi kuibuka kwamba polisi wa Tanzania wamemuita Polepole kutoa ushahidi wa madai anayoyatoa dhidi ya serikali au baadhi ya watu walioshukiwa. Kuna video na vyanzo vinavyodai kwamba Polepole ametekwa kwa hatua ya usiku au katika eneo la makazi yake, wakidai watu wasiojulikana walivamia na kumchukua. Familia na baadhi ya vyanzo vinadai tukio hilo limefanyika na habari hizo zimeenea mitandaoni. Polisi Tanzania kupitia vyombo vya habari wamejibu kwamba wapo katika uchunguzi wa madai hayo ya kutekwa na wanafuatilia ripoti zinazotokea kwa mitandao. Mpaka sasa hakuna ushahidi wa wazi wa chanzo rasmi kuanzia polisi au serikali ambao umetangaza kwa umma kwamba Polepole amekamatwa rasmi au kwamba tukio la kutekwa limeidhinishwa rasmi. Ripoti zinazoibuka mara nyingi zinatumia maneno ya ripoti au amevamiwa na watu wasiojulikana, jambo linaloashiria kwamba habari hiyo bado inahitaji kudhibitishwa zaidi. Usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.